Wanaofalme, mimi ni Dr. Godwin Gunewe, balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani. Naomba leo tena nikupe ufafanuzi mpana wa kimaarifa na maarifa yenye ujazo, yenye kina juu ya msingi wa mti wenye maarifa mema na mabaya. Nafikiri umekwisha soma kwenye katiba ya ufalme juu ya mti wa ujuzi, yani umetumia neno ujuzi, lakini ni maarifa, the tree of knowledge of good and evil, yani mti wa maarifa mema na mabaya. Una matunda mema na mabaya kwa pamoja, yani ni matunda mema na mabaya yamewekwa kwa pamoja, yameitwa kwa pamoja, ni matunda mema na mabaya. Sasa watu wengi wamekuwa confused, wamechanganyikiwa kutoelewa kwa nini maarifa mema tena yanachanganywa kwenye mabaya, kwenye mti mmoja na mabaya. Mema si kitu kizuri, lakini ni kwa sababu ya kukosa kuelewa tu. Sasa leo naomba nikupe siri juu ya msingi wa mti wenye maarifa mema na mabaya. Sasa kulingana na tamaduni ya Kiebrania ya maarifa, kuna muundo au aina tatu za maarifa ambazo ni maarifa ambayo ni mabaya, tunaita mabaya au maovu, evil tunaita ra, Kiingereza ni evil. Mazuri au mema tunaita good, Kiingereza tunaita tov Kiebrania. Lakini kuna maarifa sahihi au kitu sahihi kinaitwa right au nachon. Kwa hiyo ndio maana kwa tamaduni ya Kiebrania ya maarifa tuna muundo au aina tatu za maarifa. Maarifa kwanza ni maarifa mabaya, inaitwa ra au evil. Maarifa mazuri au mema inaitwa tov au good, na maarifa sahihi right knowledge tunaita nachon. Sasa maarifa mabaya au evil knowledge ni kitu gani? Haya ni maarifa yenye taarifa ambazo kwa asili ni ovu na zisizo na maadili yanayokubaliwa, ni immoral na wicked. Sasa ukija kwenye maarifa mema au mazuri, good knowledge, yenyewe ni maarifa yenye taarifa inayofanya kazi katika msingi wa kimwili, yani physical, au katika vitu vinavyoonekana tu, na pamoja na mihemko, emotions, pamoja na hisia, feelings. Haya ndio maarifa mema unaweza kuona. Lakini maarifa sahihi au right knowledge ni nachon, ni maarifa yenye taarifa ambazo zinafanya kazi katika msingi wa sheria na taratibu husika zilizowekwa. Kwa sababu hiyo, katika aina zote za maarifa ni aina moja tu ya maarifa ambayo inayotakiwa kwa mwanadamu, ambayo ni right knowledge, ni maarifa sahihi. Kwa sababu maarifa sahihi ni maarifa yenye taarifa ambazo zinafanya kazi katika msingi wa sheria na taratibu husika zilizowekwa. Kwa hiyo maarifa sahihi ni maarifa pekee yanayofanya kazi, yanayohusiana na watu wote kwa ngazi zote na kundi zima. Maanake wote wanapata tafsiri sawa na matokeo sawa. Maanake taarifa sahihi zinaenda kwa watu wote sahihi, zinaenda kwa wakati sahihi, mahali sahihi, na zinaleta matokeo sahihi. Lakini maarifa mema au mazuri, shida yake yenyewe ni maarifa yenye taarifa inayofanya kazi katika msingi wa kimwili na pia katika msingi wa mihemko na hisia. Kwa yenyewe yana shida kwa sababu yenyewe yanatembea katika mgawanyiko. Yani kwa mfano, maarifa fulani yanaweza kuwa mema kwa mtu fulani, hayo maarifa yakawa yaliyo mema kwa kundi fulani, na kundi fulani yakawa ni mabaya wanaoishi eneo moja. Kwa mfano, unaposema tuseme elimu ya ngono, unatoa elimu ya tendo la ndoa. Elimu ya tendo la ndoa kwa watu wazima ni taarifa njema, umeona, na inaweza kuwa pia ni sahihi, ni njema, lakini ni njema, ni nzuri. Lakini taarifa hiyo hiyo ya ngono ukifundisha watoto wadogo inakuwa ni taarifa mbaya. Sasa kwa sababu kama taarifa inaweza kuwa kwenye kundi, watu wa aina moja, kundi moja duniani, hiyo taarifa inaweza kuwa nzuri kwa hawa afu mbaya kwa hawa. Maana yake ni kwamba hiyo taarifa moja kwa moja ni mbaya, haifai. Ndio maana mwanadamu anahitaji taarifa sahihi, kwa sababu itakuja kwa watu sahihi kwa wakati sahihi, umeona, na inaleta matokeo sahihi. Ndio maana kitu chochote chema na ukizuri kinawekwa kwenye kundi la kuwa baya, kwa sababu kinagawanya watu. Kwa sehemu fulani kinaweza kuwa chema, sehemu fulani kinaweza kuwa kibaya. So moja kwa moja kitu kinakuwa kibaya kwa sababu kinaishi yani hakitengenezi usahihi katika kundi lote la watu. Ndio maana taarifa pekee inayoweza kumfanya mwanadamu akawa na maisha ni maarifa sahihi, right knowledge.
Ndio maana maarifa mabaya au evil knowledge pamoja na maarifa mema good knowledge, yote haya yamewekwa kwenye mti mmoja, hayafai kwa mwanadamu. Ndio maana hata ule mti mwanadamu alipewa mti wa maisha, the tree of life, mti wenye una matunda ya maisha. Umeona, ule mti kwake ulikuwa ni sahihi, lakini mti wenye maarifa mema na mabaya haukuwa sahihi, alikatazwa kwa sababu ni mti ambao hauwezi kumletea matokeo. Kwa hiyo hilo ni muhimu sana. Sasa kwa asili Adamu na Hawa waliumbwa na kuwekwa katika sheria na taratibu husika za asili. Kwa hiyo kwa sababu Adamu na Hawa waliumbwa na kuwekwa katika sheria na taratibu husika za asili, ikiwepo sheria tu za asili za kawaida, kula chakula, kuvaa, kunywa, samani inawezekana kusio kuvaa, lakini kula tu ilikuwa ni sheria asili, na vitu mbalimbali vingi vya asili. Sasa pia akapewa na sheria ya kutokula mti wenye matunda ya mema na mabaya. Zote hizo wamewekwa katika msingi wa sheria na taratibu husika za asili. Kwa hiyo moja kwa moja walikuwa na maarifa sahihi, walikuwa na right knowledge, kwa sababu tunaposema right knowledge au maarifa sahihi ni maarifa yenye taarifa ambazo zinafanya kazi katika msingi wa sheria na taratibu husika zilizowekwa. Umeona? Kwa hiyo maana waliishi waliumbwa wakiwa na right knowledge, taarifa sahihi. Sasa maarifa yenye taarifa ambazo zinafanya kazi katika msingi wa sheria na taratibu husika zilizowekwa, hiyo ndio tunaita maarifa sahihi. Kwa hiyo maarifa sahihi waliokuwa nayo ndio angeweza kuwapa matokeo sahihi, kwa sababu ndio maana kwa sababu hiyo Adamu na Hawa hawakuhitaji maarifa mema wala mazuri, hawakuhitaji maarifa mema au mazuri wala maarifa mabaya. Ndio maana hawakuhitaji matunda yenye maarifa mema na matunda mabaya, kwa sababu wao walikuwa na kitu kikubwa zaidi ambayo ni maarifa sahihi. Maarifa sahihi yanakuja kwa mfumo sahihi wa sheria na maarifa na sheria na miongozo na taratibu zilizowekwa husika, na yanakupa matokeo sahihi na yanahusisha watu wote. Lakini kitu chema ni sawa tu na kitu kibaya, kwa sababu chenyewe kinagawanya jamii ya watu, kwa sababu na kundi fulani wanaweza kuwa kitu hiki hapa kinakuwa chema lakini kibaya kwa sehemu. Kwa hiyo moja kwa moja kitu chema kinakuwa kinabebwa katika kundi la ubaya, kwa sababu kinakuwa hakileti matokeo katika jamii yote ya watu husika. Kwa hiyo ndio maana ni jambo la muhimu kuelewa. Kwa sababu hiyo basi Adamu na Hawa hawakuhitaji maarifa mema au mazuri, wala hawakuhitaji maarifa mabaya. Ndio maana kwao mti wenye maarifa mema na mabaya kwao haukuwa na umuhimu, kwa sababu tayari walikuwa na maarifa sahihi. Sasa ni nzuri kujua kwamba neno mema au zuri, good, ni tofauti kabisa na neno sahihi, right, kwa sababu neno mema au nzuri, good, wakati wote inafanya kazi katika msingi wa kimwili au katika msingi wa vitu vinavyoonekana, pamoja na mihemko, emotions, pamoja na hisia, feelings, au tunasema in the sense of physical and emotional well-being. Kwa hiyo sasa kitu chochote kinafanya katika msingi wa mihemko na kitu physical, manake kwa kitu ni hatari. Ndio maana baada tu ya kula matunda yenye maarifa mema na mabaya, moja kwa moja Adamu na Hawa wakaanza kuishi katika msingi wa mihemko na hisia. Jiulize tu kwa mfano, msingi wa mihemko na hisia, ambapo maarifa mema yanafanya kazi mara zote huwezeshwa na milango mitano ya fahamu, ambapo macho kazi yake ni kuona, masikio kazi yake ni kusikia, pua kazi yake ni kunusa, ulimi kazi yake ni kuonja, na ngozi kazi yake ni kuhisi. Ndio maana ukisoma Mwanzo 3:7 katiba inasema Adamu na Hawa wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wapo uchi. Unaweza kuona? Sasa jiulize, wakiwa wana taarifa sahihi hawakujiona wako uchi. Wakiwa na taarifa sahihi hawakujiona wako uchi, lakini walipobeba tu taarifa, walipokula mti wenye matunda yenye maarifa mema na mabaya, umeona, yale matunda yakawapelekea kuingia kwenye mfumo wa mihemko na hisia, wakaanza kuona kwa macho na masikio, pua. Ndio moja kwa moja wakafumbuliwa macho, wakajijua, kwa sababu wakaingia kwenye mfumo mwingine wa maarifa, ambao wenyewe maarifa hayo mema, ambayo wenyewe tafsiri yake manake ni maarifa yanafanya kazi yenye taarifa, yani ni maarifa yenye taarifa inayofanya kazi katika msingi wa kimwili na katika vitu vinavyoonekana tu, pamoja na mihemko na hisia. Manake wakaanza kuhisi, wakaanza kuemka kwamba wako uchi. Unaweza kuona? Kwa hiyo wakaanza kutafsiri maisha tofauti na taarifa sahihi waliokuwa nayo. Kabla ya kupoteza ufalme wa mbinguni hapa duniani, Adamu na Hawa walikuwa wakiishi katika taarifa sahihi, yani right knowledge, wakitafsiri maisha kutoka ndani yao kwenda nje. Yani walikuwa na tafsiri sahihi ya maisha ndani yao iliyofanywa na Mfalme Roho Mtakatifu ndani yao.
Sasa baada ya kula matunda yenye maarifa mema na mabaya, moja kwa moja wakaingia katika msingi wa mihemko na hisia katika kuishi na kutafsiri maisha kutokea nje kwenda ndani. Yani sasa tofauti na ilivyokuwa kwa mwanzo, maanake wanatafsiri maisha kutokea nje kwenda ndani, wanatafsiri kwa kupitia kuona, kuhisi, maanake pua, macho, mdomo, ngozi, kitu ambacho ni kitu ni hatari sana, kwa sababu huwezi kupata taarifa sahihi kupitia milango mitano ya fahamu, kwa sababu kitu fulani kinaweza kuonekana kinatisha, lakini katika uhalisia hakina utisho, lakini milango mitano ya fahamu inaweza kukuletea shida kwa sababu ikakupa tafsiri tofauti. Sasa tafsiri ya maisha mara zote kutoka nje kwenda ndani inayofanywa na milango mitano ya fahamu ndio iliyokuja kuzalisha, ndio inayofanya mpaka wanadamu leo wana hasira, wana hofu, woga, huzuni, furaha ya nje, ile happiness, wasiwasi, wivu, kijicho, kuchanganyikiwa, aibu, kukata tamaa, kiburi. Hivi vitu vyote havikuwepo tangia mwanzo, kwa sababu baada ya Adamu na Hawa kula matunda yenye maarifa mema na mabaya, manake wakaanza kutafsiri maisha kwa kutokea nje kwenda ndani, manake matumizi ya milango mitano ya fahamu ikaanza kutumika. Ndio maana hofu, hasira ni tafsiri ya kitu kutoka nje kwenda ndani. Hofu ni tafsiri ya nje kwenda ndani. Huzuni ni tafsiri ya nje kwenda ndani. Maanake unapoona mazingira, vitu haviendi, unaona hela zimeisha, unaweza kuona kabisa miradi inaharibika, tayari hofu na huzuni. Na furaha ya nje ni ile umepata hela nyingi leo, unaona furaha, pesa zinaanza kukata, unaanza kukosa, ile ni furaha ya nje. Maanake ni kwamba katika zamani Adamu na Hawa walikuwa na operate kwenye furaha ya ndani, joy. Furaha ya nje ni happiness, furaha ya ndani ni joy, ambayo yenyewe inasababishwa na taarifa sahihi. Unaona, wasiwasi, wivu, kijicho, vyote hivyo ni matokeo ya milango mitano ya fahamu inayotafsiri maisha kukuletea ndani. Sasa hiyo ni kitu cha hatari sana, na yote inasababishwa na maarifa mema pamoja na maarifa mabaya. Sasa kwa mtazamo wa ufalme, maarifa mema hayana tofauti na maarifa mabaya, ndio maana yanawekwa kwenye mti mmoja, yaliwekwa kwenye mti mmoja, ndio maana wakaitwa mti wa ujuzi au maarifa mema na mabaya, yenye matunda yenye ujuzi au maarifa mema na mabaya. Sasa maarifa mema hayana kiwango, maarifa mema mara zote huwa hayana kiwango cha usahihi katika jamii, ndio maana huwekwa kuwa ni mabaya. Kwa mfano, elimu, kama nilivyosema, elimu ya tendo la ndoa ni nzuri au njema kwa watu wazima, lakini elimu hiyo ya tendo la ndoa ya ngono ni mbaya kwa watoto wadogo. Sasa kama elimu au maarifa ya aina moja yakiwekwa katika jamii, watu wanaishi pamoja, wengine yakawaathiri, nyingine ikawapa faida, hayo ni maarifa mabaya. Lazima, yani ni kama yanakuwa mema kwa hao, mabaya kwa, manake automatically hayo ni mabaya. Na ndio maana Baba hakutaka kuleta maarifa ambayo yanaweza kaathiri upande mmoja yakawapa faida, manake yanawekwa kwenye kundi baya. Maarifa yanayoweza kuwapa faida wote, haya ndio maarifa sahihi, na ndio mwanadamu aliumbiwa kuwa na maarifa. Manake mwanadamu alishakula tunda tangia zamani, ndani yake lilikuwepo tunda ambalo lenye maarifa sahihi. Sasa hakuhitaji matunda yenye maarifa mema na mabaya. Hilo ndio maana walikatazwa kula ule mti. Hii ndio sababu ya Mfalme wa Mbinguni kukataza kula matunda ya mti wenye matunda yenye maarifa mema na mabaya. Kwa hiyo elimu ya ufalme, labda nikupe siri, ndio taarifa sahihi pekee yake kwa mwanadamu. Elimu ya ufalme au habari njema ya ufalme ndio taarifa sahihi pekee yake kwa mwanadamu, na maarifa yote yaliyobaki, elimu za dini, madhehebu na mambo mengine yote haya yapo kwenye kundi la maarifa mema na mabaya, kitu ambacho ni hatari sana. Ndio maana ni lazima tujizoeze kujilisha kwa taarifa sahihi ili upate maisha sahihi. Yani ukijizoeza kujilisha right knowledge, taarifa sahihi, itakusaidia kuweza kupata matokeo sahihi na itakusaidia kufika mwisho sahihi. Hilo ni muhimu sana. Achana na habari njema, achana na maarifa mema. Sasa na achana pia na maarifa mema, kwa sababu haitakusaidia. Unahitaji maarifa sahihi. Sasa kwenye katiba ya ufalme, mara zote kutokana na tafsiri, kuna sehemu wameandika kitu fulani ni chema. Sasa kitu chochote kinachotangazwa kuwa chema na Baba wa mbinguni ni kwa sababu ya confusion ya matumizi ya maneno. Lakini ukisikia Baba anasema kitu fulani ni chema, hamaanishi chema kwa maana hiki kilichozoeleka, yeye anamaanisha ni kitu sahihi. Kwa ukisikia habari njema ya ufalme, manake habari sahihi ya ufalme. Umeona, ukisikia alipoumba siku hizo akaona kila kitu chema, manake akaona kila kitu ni sahihi. Ndio tafsiri hasa. Kwa hiyo neno chema kikitokana na Baba wa mbinguni, hiko kitu ni sahihi.
ila kama akitokani na Baba mbinguni kitu iko chema hakiwezi kuwa sahihi, kinaingia kwenye kundi la maarifa mema na mabaya, ambayo ni hatari sana kwa maisha ya wanadamu. Kwa hiyo taarifa sahihi mara zote inakuja kwa watu sahihi na kwa wakati sahihi na mahali sahihi, ili kuleta matokeo sahihi. Ndio maana jiweke mbali na maarifa mema, jiweke mbali na maarifa mabaya, bali jizamishe kwenye maarifa sahihi, yatakufanya ufike na upate matokeo sahihi. Naitwa Dr. Gunewe. Kama una swali basi utaniuliza kwa namba 0762 609468 moja kwa moja, basi na mimi nitajaribu kuweza kufungua ufahamu wako kupitia kwa msaada wa Mfalme Roho Mtakatifu. Asante.